Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa 49 Media, leo tunaenda kuangazia sababu na kisa kilichosababisha ghasia katika nchi ya Tanzania katika uchaguzi wa mwaka huu. Cha kufanya, usisahau kusubscribe na kutani on notification, kisha tuendelee. Kukosekana kwa ushindani wa kisiasa na kuondolewa kwa upinzani. Wadhamini wa upinzani wamekuwa wakiendelea kufungwa katika nafasi ya kushindana au kupingwa kuingia kwenye kura. Kwa mfano, vyama vikubwa vya upinzani vimekataa kusaini baadhi ya masharti ya uchaguzi na hivyo kutengwa. Hii imesababisha watu wengi kuhisi uchaguzi haukuwa wa kweli, bali ni kufanywa kwa jina tu, na hivyo kusababisha chuki, kukasirika kwa wananchi na hatimaye maandamano mabaya yaliyojitokeza kwa ghasia. Ukandamizaji wa vyama vya upinzani, waandishi wa habari na mashirika ya kijamii. Serikali imekuwa ikishinikiza vyama vya upinzani kwa vizuizi mbalimbali, kwa kupiga marufuku mikutano, kuzuia kampeni za vyama na kuwashinikiza waandishi na watetezi wa haki za kibinadamu. Katika kipindi cha uchaguzi, kulikuwa na taarifa za walioshtakiwa kubadilishwa sheria kuwa ngumu kwa upinzani kufanya kampeni huru na hata kuwanyanyasa wale wanaopigana na serikali au kukosoa. Hii hali imesababisha mazingira ya hofu ya kushiriki na kuwafanya wananchi baadhi ya kesi kuwa waoga kuonyesha msimamo wao. Hivyo mabishano ya kisiasa ya kawaida na uwezo mkubwa wa kubadilika kwa kuwa ghasia. Matumizi ya nguvu ya polisi na jeshi dhidi ya waandamanaji na waandishi. Taarifa zinazotoa mfano kwamba wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi, vikosi vya usalama vilitumia gesi ya machozi, risasi na waliokuwepo wengi walikufa. Ukosefu wa uwazi na uchunguzi wa madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi umeongeza chuki na kusababisha wananchi wengi kuhisi kuwa haki haipo tena. Mara nyingi nguvu hii ya polisi na jeshi haifuatwi na uwajibikaji wa kutosha, hivyo kuonesha impunity ambayo inaongeza uwezekano wa ghasia. Kwa siku za uchaguzi na baada yake, kulikuwa na kukatika kwa mtandao wa interneti na mawasiliano ambayo imezuia wananchi kuonyesha matukio ya uandamanaji au kutafuta msaada. Hii imeongeza muhimili wa hofu na usalama mdogo wa jamii na kusababisha hali kuwa tete zaidi, kwa sababu watu hawakuweza kuripoti au kupanga ushirikiano wa amani. Chini ya hali ya vyama vya upinzani kuondolewa, matumizi ya nguvu na kuonekana kwa wazi wa mahesabu na kukagua uchaguzi, wananchi wengi wamerani mchakato na kusema hakuna nafasi ya mabadiliko halisi. Hali hii ya hakuna imani imewezesha ghasia kutoka kwa vijana na wananchi ambao walihisi mbinu za amani hazitoshi na waliamua kuchukua hatua. Maandamano ambayo mara nyingi huwa ya msisimko na ya mfuatano. Kwa sababu ya machafuko, mtaa fulani unashuhudia uharibifu wa vitu vya umma, magari, miundombinu, na hali hiyo huongeza ghadha ya wananchi ambayo wanakosa mazuizi ya kawaida ya maisha. Unyanyasaji huu unaweza kusababisha mzuka wa pili wa ghasia kama watu wanapoteza imani kuwa serikali inaweza kulinda maisha yao au mali yao. Kwa kifupi, mauaji na machafuko yaliyotokea kwenye uchaguzi wa Tanzania yanatokana na mchanganyiko wa mambo au upinzani uliendelea kuzuiwa kushiriki kikamilifu, matumizi ya nguvu ya polisi na jeshi bila uwajibikaji, uhuru wa habari uliokatika na imani ndogo ya wananchi kwa mchakato mzima wa uchaguzi. Mpendwa msikilizaji wa 49 Media, usisahau kusubscribe na turn on notification na kuacha komenti yako hapo chini ili uwe wa kwanza kujipatia habari nyingi kutoka hapa. Asante sana kwa kunisikia.